Mambo yanaenda? Mambo yanaenda alhamdulillah. Bwana, hongera kwa kazi nzuri. Tunashukuru. Ya, watu wamepokea. Binafsi imekuwa ni kawaida, ulitarajia hichi ama tusemeje? Nilitarajia kinachokifanya kwa sababu kwa watu wanifuatilia, nilianza kwenye skitu na mwendelezo wangu umezidi kuwa mzuri kwenye Big Boss. Tukiuliza mejiigiza. Kiukweli wana appreciate kwa sababu ujumbe tunafikisha kwa namna tofauti. Unajua watu wengi wanaamini uhuni ni mbaya, lakini uhuni si mbaya kwa sababu muhuni anaweza kufanya kazi, sio muhuni lazima akabe. Kwa hiyo ujumbe, naona watu wananipongeza sana. Mimi na present character ya uhuni, lakini nabadilika ili kufikisha ujumbe katika jamii. Ulivyosema nakwenda kufikisha ujumbe kwenye jamii, kuna chochote ambacho kimegusa maisha yako? Hiki ambacho namtukia Kiulizo ni kitu ambacho ni lili kimemgusa kwenye maisha yake, sio tu sanaa. Kipo. Kipi? Katika mahusiano. Katika mahusiano. Kama kuna watu wanaangalia Big Boss, ule uhusika anaocheza kunyang'anywa mchumba au kuvunjiwa mahusiano kwa ajili ya sina pesa na mwanamke, ule ni uhusika wangu katika maisha yangu. Ile tukio lishawahi kutokea, nishawahi kunyang'anywa mchumba kwa ajili ya sina pesa. Kwa sababu imefanya uigize kiuhalisia ama tusemeje? Imechangia kwa sababu baada ya tukio nilipata hasira na kuingia kwenye sanaa kwa miguu miwili, kwa sababu nilikuwa nafanya sanaa na kazi nyingine, lakini baada ya kuona sasa nimeacha kwa sababu sina pesa, nikaona acha ni stay kwenye kitu kimoja, nikaingia kwenye sanaa kwa miguu miwili. Kwa hiyo mahusiano yalichangia. Sasa hivi sasa mahusiano ya Kiulizo ipoje? Kwa sasa hivi bado sijaanzisha mahusiano kwa sababu namtafuta aliye bora. Unajua sisi wasanii tunakutana na changamoto. Wasichana wengi hawatupendi sisi, wanapenda majina yetu. Kwa hiyo ili kupata aliye bora inahitaji subira. Japo game ni nyingi, watu wengi sana wanataka kuwa na mahusiano na Kiulizo, lakini kwa sasa bado, niwaambie bado kwanza. Nikiwa na mahusiano nitayatangaza. Unatafuta aliye bora, mwanamke aliye bora kwako ni upi? Vigezo vyangu mimi ni vichache. Anivumilie kwenye shida na raha, apende wazazi wangu. Basi. Upo tayari kuwa na mahusiano na single mama? Kwa nini siwe naye? Naweza kuwa naye na mahusiano kwa sababu ni mwanamke au ni mwanaume? Ni mwanamke, naweza. Kikubwa afuate sheria zangu na vigezo vyangu awe navyo. Kifupi, kwa sasa Kiulizo yuko single. Yupo single. Kwa yule ambaye anatamani aingie kwenye mahusiano na wewe, alete maombi. Yapo tayari kupokelewa? Yapo tayari, lakini awe na vigezo hivi nilivyovitaja. Huyu ambaye anatazama sasa hivi hapa, yupo tayari kuvumilia na shida na raha, kupenda wazazi wako, unaweza kumpokea? Nampokea. Kwani simpokea katika kizi vigezo vyangu? Nafasi iko wazi. Na namna fulani hivyo watu wanasema kama vile Kiulizo kama na mahusiano kweli na Chi, the way ambavyo mna act, the way ambavyo mnatazamana. Kwa nini umefurahi sana kusikia jina la Chi? Mtoto mzuri. Hilo swali leo nilijibu kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiniuliza na wengine wakinizania vibaya, lakini kiuhalisia mimi nafurahi kwa sababu naona kama wao wanafikiri mimi natoka na Chi, ujumbe basi umewafikia, kwa sababu kuta yangu ndio imesababisha watu wadhanie hivyo. Kwa hiyo nafurahi kuwa nimefikisha ujumbe, lakini mimi na Chi hatuna mahusiano, ni kazi. Mtoto mzuri yule, huwezi kupropose lolote? Hujawahi kuongea juu hilo? Kwa kweli sina jibu, kwa kuwa naweza nikajibu hapana afu kesho ikitokea. Kwa sababu ni mwanamke yule. Watoto tunapenda, watoto hatupendi. Watoto tunapenda, watoto hatupendi. Sasa ni mwanao sana. Yaani nje ya maisha ya uigizaji ni mwanangu sana, zaidi ya ndugu sana. Yaani mmoja maua hapa nikasema nikimpata Kiulizo ngoja nimuulize. Mmoja maua kweli kweli anasema yule bwana ni mwanangu na nakubali kile ambacho anakifanya. Yaani cha kwanza Matula kabla ya kuwa msanii alishawahi kuwa content creator. Na mtu ambaye alikuwa na mbuzi, licha ya umri alikuwa nao Matula, lakini alikuwa ananiappreciate sana. Nikimpa mfumo fanya hivi anafanya. Matokeo yake tumekuja wote tumegrow. Yeye sasa hivi yuko na nafasi kubwa katika jamii, na mimi na nafasi kubwa. Kwa hiyo rafiki wetu unazidi kupamba moto.
Mwambie maneno Matula ambayo hujawahi kumwambia. Kiukweli Matula, namshukuru sana ndugu yangu, namshukuru sana kwa kuwa ananisoma katika vipengele ambavyo watu hawadhani. Kuna muda hata nikiwa mbele ya kamera lazima kuna mtu ambaye yuko nyuma ya kamera. Sababu ni director wangu na ananipaka extra. Kiulizo fanya hivi. Siwezi nikasema ananipendelea, lakini naweza nikaeka huko kwa kuwa ni mwanae. Kwa hiyo ukiona Kiulizo anaperform vizuri, kuna mkono wa Matula. Namshukuru sana. Tunazungumza kitu jua ile ambayo amezungumza Kiulizo. Mimi kusema kweli, mimi ndo mtu wa kwanza kabisa kuongea, na nilisema katika mwana ambaye mimi nimeishi naye na roho ya kipekee sana sana, kwa watu wote pale Mbeya ni Kiulizo. Ni mjamaa ambaye tunasapotiana, ni mjamaa ambaye ananisaidia, ni mjamaa ambaye tunasaidiana. Yaani kwa kweli nikisema nitaongea, naweza hata nisiongee nikaanza kulia bure. Anyway, aliyepanga scene ya Kiulizo atachukua mke wa Matula alipanga nani? Aliyepanga ile character kwamba Kiulizo atachukua mke wa Matula. Wewe unaenda kuoa mpenzi wa mwenzako. Baishwali story inatungwaga na kama anaangalia story nataka nini, muda huu wa Tanzania watamisi nini, watu wanataka nini, watu wanataka waone nini. Kwa hiyo ndo anaikaga kwamba ifanyike kitu fulani. Ulivyoona kwamba Glamu ameweka kwenye sahani moja na mtu ambaye unamkubali, ulikuwa unafikiri vipi hasa? Cha kwanza mimi napata story, niko mtaani, ikabidi nimlokie hewani, kaambia ndugu yangu tunaenda kumutanisha huko. Inakuwaje tena mchukua mke wako? Kwa sababu sasa tulijua tu tunacheza, lakini ndio kwa vile. Lakini mwisho wa siku tunaona hii, wewe mimi namchukua mke wake. Anaambia ndugu yangu nimeona script, kwa sababu sasa tunatoka script sometimes tuko katika siku za mapumziko. Kaambia nimeona script hiyo inavyoeleza, kwa sababu yangu nimeona kwa tutafanya hizo kazi. Inabidi tuishi katika mifumo ya kazi. Kwa hiyo iko hivyo. Nimemuuliza swali Kiulizo. Kuna baadhi ya comment wanasema kwamba mbona kama Kiulizo na Chi wanaendana? Nidhani hivi kama vile ni watu ambao wako kwenye mahusiano. Nikamuuliza Kiulizo, umeshawahi kuongea lolote kwa Chi? Akasema sijawahi, lakini lolote naweza nikaenda kutokea mbele. Binafsi ungetamani kuona hawa wawili wapo kwenye mazingira fulani kutoka kwenye kuigiza kwenda kwenye uhalisia? Kwa kwanza siko gari japo mwanangu. Bali wewe unaona mtoto chini yule. Ndio jinsi tunamwona hivyo kwa mkali. Na siwezi kukubali. Lakini kiukweli walianzaga Kiulizo na Chia, sasa hivi wanahamia kwangu. Juzi kati wametu surprise mashabiki baada ya Kiulizo kuonekana yuko ndani kwangu. Mashabiki wakahamia kwangu, hadi tukashangaa. Basi ndio alikuwa anakandia. Baki kwa maskini ya dakika 2. Mimi dakika 2. Wewe saa 2. Dakika 58 mimi nakusaidia. Acha ujinga. Oya fresh wangu, ngoja nimalize interview. Mimi na appreciate, nimekuja kwa ajili ya mwanangu. Hapo. Ni mama ni fulani hata mkiwa location inakuwa hivyo. Yaani sisi ni watu ambao tuna matani zaidi ya hapa. Na kwa sababu tunaelewana. Kuna mtu anamkera makusudi wewe. Kwa sababu ni mwanangu ili nimbembeleze. Haiwaletei shida. Haiwaletei shida. Hapana. Haitetei shida, lakini tunakutana baadhi ya changamoto kwa sababu sio kila mtu anafurahi kwa rafiki na director. Kwa sababu watu wengi wanamjua kama director. Ila mimi ni rafiki yangu. Kwa hiyo nakuta mtu anapoona Kiulizo yuko karibu na Matula, anahisi kama kuna namna anajenga kwa director ili apate sini. Lakini sio hivyo. Kwa hiyo ndio changamoto, napelekewa maneno mengi sana kwa Matula. Zamani nimuuliza swali hili Glamu, lakini hayupo, moja nikuulize wewe. Unakelewesha sana kazi. Shida nini? Kwa kweli cha kwanza hilo swali mimi nitalijibu. Big Boss ni kazi kubwa. Kazi ambayo ina uwekezaji mkubwa. Kuna gharama nyingi sana kwenye cast zake. Sawa, na inashutiwa mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo haiwezi katoka tukuba kwa sababu hatuwezi tukaletea kitu kibaya. Hizo comments zimekuwa nyingi sana, kazi mbaya, kazi inachelewa. Lakini je, tukiwaisha kazi hapo ikiwa mbaya, mashabiki watakudharau, tutawapoteza. Na sisi tuko tayari, tunawapenda mashabiki zetu, kwa hiyo watuvumilie. Na sasa hivi tumelifanyia kazi, tunatoa back to back. Zungumza kitu tulikuwa cha pale keki, zungumza kitu na watu ambao wanapenda kile ambacho Kiulizo anakifanya. Mashabiki zangu, kwa kwanza mmekuwa na mwendelezo mzuri wa kunipokea. Mimi sina cha kuwalipa, Allah atawalipa kwa sababu ni mtu adimu sana nje ya kazi. Allah atawalipa, na nachoomba waendelee kuniamini. Waniamini kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu yapo makubwa ambayo Kiulizo bado hajayafanya. Yanahitaji muda. Shukrani sana mzee wangu. Respect. Na watoto tunapenda, watoto watupende, ndio logo yetu.
Watoto tunapenda, watoto watupende. Chao. nakubali.